Mtazamaji na msikilizaji, hii ni MTV1 online inayokutangazia kwa njia ya mitandao toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumatatu 23/2025. Jina langu ni Jeremy Hassan Kiawere, hali ikiwa baridi. Matangazo haya yanapatikana vile vile kupitia mitandao yetu ya www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC, Twitter ama X MTV DRC, LinkedIn MTV News, pamoja na radio shirika za FM Kivu Kaskazini nchini DRC ikiwemo Radio Oasis FM TV, RTGL Butembo na Kirumba Lubero, Radio Setrobo huko Kimbulu wilayani Lubero, RCK Lubero, Rakove huko Kiwanja Ruchuru, Global Weke huko Mutwanga Beni, Sake FM huko Masisi, LFM hapa katika mji wa Goma. Taarifa zetu za njia huko Lubero, Kivu Kaskazini, ambako mashirika yenye kutetea haki za binadamu yaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwakamata na kuwapa malipizi watu wote waliohusika katika ubakaji wa wanawake katika vijiji mbalimbali wilayani Lubero, eneo linalodhibitiwa na serikali. Salomo Kaniki ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Wakati ambako mapambano ilikuwa ikiendeshwa baina ya wanajeshi wa taifa wakisaidiwa na vijana mazalendo na kwa ingine ngambo wa M23 ambayo ilikuwa ikipambana na wanajeshi, na hii ilipelekea silaha kuwa mwingi kwa maeneo ya Lubero. Wamama walikuwa bila ulinzi wowote, watoto walikuwa bila ulinzi wowote, sheria ama nguvu ilibaki kwa mikono ya mwenye kumiliki silaha. Kwa kweli ubakaji uliweza ukiendeshwa maeneo haya kwani kulikuwa hakuna nani anaweza kutazama mwingine, nani ataweza kucontrol wanajeshi wa ngambo ile na ngambo ile. Ilikuwa ni uoga mwingi, masasi ilindima na wamama waliweza kubakwa. Kwa kweli hiyo ripoti tuliweza kuishuhudia. Na ubakaji umetekelezwa katika maeneo gani? Imeweza kutekelezwa maeneo ya Matembe, Ndoluma, yani viunga vya mji wa Lubero na maeneo ambazo nimetoka kutaja hapo juu. Yani zile pori ambako wamama wanakwenda kutafuta chakula, kwani chakula vigumu, kushota maji vigumu, ndiko wenye silaha walikuwa wakibaka wamama kwa mfano hiyo ya katikati ya miji ya Matembe, Ndoluma, Kitumbiro ambao nimetoka kusema pale. Sasa pengine nyinyi kama mashirika inayotetea haki za binadamu, nadhani kipi kinaweza kufanyika? Kinachoweza kufanyika kwanza kuweza mapambano iweze kukoma, mulio wa silaha uweze kukoma, na baada ya mulio wa silaha ukisha koma, sheria watu waweze kwenda kwenye mahakama, kwani waliotenda vitendo hivi ikiwa vitaweza kuisha, watu wataweza kuulizana na habari ya watu wako na tuko na taarifa nyingi kupitia hivi vitendo ambavyo viliweza kutendeka. Lakini kama mlio silaha hujashirikishwa, hakuna chochote kile ambacho kinaweza kutendeka, kwani itakuwa ni vita tu. Kaniki Salomo, eneo hilo inasema kwamba ni eneo linalodhibitiwa na serikali. Serikali pengine inasemaje? Kwa kweli hadi sasa serikali hawajasema lolote lile, isipokuwa waliweza kuendesha kuna mahakama ambayo iliweza kuendeshwa pa Lubero kwa kuweza kukamata wamoja wapo ambao wanapatikana kwa ngambo ya jeshi waliotenda hivi, jeshi la serikali. Lakini kwani vita ingali, kwa kweli kuna wengine ambao hawajaweza kushikwa, kwani vita ingali inaendelea. Katika mji wa Goma nako waasi wa M23 wakiomba watu wote wanaomiliki silaha kusalimisha silaha zao pamoja na wanajeshi waliojificha manyumbani kwao. Jiminza Muye, kamanda wa mji wa Goma. Sasa mimi nataka niwaambie kitu moja. Hatutafikia amani. Objective ya kwanza ni nini? Ni amani. Objective ni nini? Objective ni nini? Leo mko na uana tena mnatupiana majiwe barabara. Leo mko na wewe sasa mtusi kana watupia majiwe. Bingali binakuwa. Baba naangalia mtu amfanya mtusi wa mulunguze. Sibamushi mule balunguza hapa mko wasema ni batusi. Silikuwa mbaya. Ile ni haramu, ni shetani alikuwa amedumu katikati ya population, si ndio? Na alikuwa amepatiwa nini?
amepatiwa nguvu na uongozi yenye ilikuwa hapo. Si kweli? Ayetu unaweza kamata mwenzako na mulunguza. Bahunde wanawaka tu bahunde. Ndio. Bandandi wanawaka tu na bandandi. Hakuna bandandi kwa bibi watusi. Hakuna bahunde kwa bibi utukazi. Hamuna babibi wafia watoka kuubembe kule. Sasa unamuua na kesho ni mkoo wako ube mtoto shime unafaidika nini? Kuna chenye unafaidika? Kuko butike unaenda kama unapatia kitu ya bure juko munande. Munijibie kwa unapataka. Juko muunda unaweza ndio kupatia parcelle kule kama nzuro kama saki ya bure. Balizo patia parcelle ya bure juko muunde. Sisi wote tuko nini? Sisi wote tuko mtu mmoja, si ndio? Lakini tukiendelea kuwa mtu mmoja, huyu atapatia huyu amani, huyu atapatia ule akili na tutaendelea kudumu kama zamani. Zamani Goma sisi wote tulikuwa mkartie moja. Mkoa wa Kivu Kusini bado hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi kufuatia mapigano kati ya wapiganaji wa Zalendo na waasi wa M23 katika baadhi ya vijiji. Thomson Unjibatangola William amezungumza na MTV akiwa Uvira. Kivu Kusini kwa siku ya leo hali imeamka ya mtafaruko mkubwa katika mji wa Mboko, ni tarafani Fizi kwenye umbali kilomita 49 kusini mwa mji wa Uvira, ambako milio ya risasi imesikika kwa wingi usiku mpaka muda huu. Kwa taarifa tulizonazo ni kwamba wazalendo ndio ambao wamepiga risasi hizo na wakiwa wanalenga kumkamata mkuu wa kijiji, mwenyekiti wa manispa, wampeleke porini wa mfunge kutokana na hotuba ambayo kiongozi huyo ameitoa. Kwa upande wao kwamba kiongozi ni hotuba ambayo imewahuzunisha kwa kuwa kiongozi alisema kwamba hataki na haoni umuhimu wa makundi ya wazalendo kusalia kulinda raia. Ni vema eneo lake lote lilindwe na jeshi la taifa FRDC wa Gepare ambao wanapatikana maeneo hayo, na hapo ndipo wazalendo wakaanzisha risasi mpaka hivi sasa. Sasa wazalendo wanapigana na nani? Walipoanza kupiga risasi hivyo kwa kutaka kumkamata kumkamata mkuu wa mji, ndipo jeshi la taifa lilikuja kuzingira ili kiongozi asikamate hivyo kiulani lahini. Mpaka sasa hatujawa na ripoti ya matokeo yoyote, ila risasi bado zinaendelea. Yaani wazalendo wanapigana na FARDC ama nini? Ndio, wanajibizana na FRDC ambao FRDC walikuja kuweka ukingo wa kiongozi. Hilo eneo la Mboko liko eneo gani? Mboko ni eneo linalopatikana tarafani Fizi kwenye umbali wa kilomita 49 kutoka Uvira kuelekea Bukavu. Mpaka hivi tunavyozungumza hali sio nzuri toka majuma mawili sasa. Wananchi wanahuliwa pasina kufahamu wanani ambao wanawabeba. Siku chache zilizopita wazalendo wamefanya jaribio ya kuingia katika mji bila mafanikio, na pia kwenye viwanja mbalimbali vya mapambano wazalendo wanaendelea kushambulia kambi za wahasi wa M23, na haswa katika mji wa Bukavu maeneo ya Panzi, Nyantende, Momosho, hata maeneo ya Biriba. Huko kote kila uchao watu wanaogotwa mahiti na risasi zinakuwa zinasikika mara kwa mara. Hali ya kimaisha ikoje katika mji wa Uvira? Kwa sababu watu wengi walikimbilia katika mji huo. Ukiangalia kimaisha, kimaendeleo, kiusalama. Kimaisha kwa sasa Uvira kuna ziwa Tanganyika linazalisha samaki, dagaa zinaonekana, mikebuka inaonekana, inapanda kuliko siku za nyuma. Watu wamekuwa wengi na imefanya pesa kutokuzunguka kama kawaida, kwa kuwa kuna baadhi ya wafanyakazi wa serikali ambao bado hawajalipwa mishahara yao, na ukifika maeneo ambayo ni maeneo ya ofisi za kiserikali kule kuna msongamano na mlundamano mkubwa wa askari polisi waliotoka Goma, Beni, Bukavu, Minova ambao wanapatikana pale. Wingi wao unapelekea njaa kuzuka licha ya hizo dagaa ambazo zinapatikana, ila ya shughuli zingine zinaendelea. Watu wanatoka Uvira wanakwenda Bujumbura kufanya biashara,
na kuna baadhi ya magari yanayotoka Uvira kuelekea bondeni mwa mto Ruzizi huko maeneo ya Luvungi kupeleka biashara aina ya bijumba, kabechi na vitu vingine. Isipokuwa tu ni ongezeko la bei ya bidhaa na kuporomoka kwa dola, sababu siku chache zilizopita dola 10 zilifika kwa 32,000, sasa imekuwa kwenye 29,000. Mkoa wa Ituri wakazi wakiomba maridhiano kwa ajili ya amani na usalama. Ndiyo sababu kwa sasa kumeanzishwa na vikao kama anavyosema Costa Sambagalwa akiwa mjini Bunia akiwa kwa njia ya simu. Katika lengo ya kutafuta amani na masikilizano kati ya makabila hapa jimboni Ituri ndipo kulianzishwa rasmi leo siku ya kwanza mtaani Aru katika ni mtaa ambao unapatikana kilomita 315 na mji wa Bunia, ambapo magundi zinazomiliki silaha kwa sultani wa Ituri na viongozi wa serikali wamepatikana huko kwa ajili ya kutatua hiyo mzozo ya ukosefu wa usalama. Ni haya mazungumzo ama mkutano hii inafanyika kati ya watu gani na watu gani, kwa sababu Ituri kwa sasa ina makabila mengi? Ndio, imefanyika na watu ambao vigundi vinavyomiliki silaha. Ukiona kwa sasa ni waongozi wa Codeco ndio wamepatikana huko, wa Mapizai, wa FPIC Kenya Kilima, wa FRPI na kadhalika. Na mbali na wapiganaji ama vigundi vinavyomiliki silaha, kunapatikana vile makabila za Ituri ama wasultani ambapo walijielekeza huko tangu jana siku ya Mungu. Unasema lengo ni nini? Lengo ni kutafuta amani, kwani unaojua Ituri na vigundi vinavyomiliki silaha na vigundi vile wengi wao wanapatikana katika makabila mbalimbali, na ndio viongozi waliona kupitia liwali wa jimbo ni vizuri kuweza kutatua mizozo ili amani ipate kurudi hapa jimboni Ituri. Na hizi operation dhidi ya hao watu wa Thomas Lubanga imefikia wapi? Hizi operation dhidi ya makundi ya Thomas Lubanga ya CRP imefikia wapi? Kwa sasa wagundi wa CRP wao hawapatikane katika mazungumzo ile, na tukiendelea na kutatua usultani ya Bahema Banywaji mtaani Jugu, na ni hapo tu wanaendelea wao waonekane huko, kwani ni vigumu kujua kama kiongozi wao Bwana Thomas Lubanga aliitika ama walimwalika kwa hiyo mazungumzo. Na kwa jumla Ituri hali ikoje kwa sasa? Tuseme kiusalama na kimaendeleo. Kwa sasa kiusalama kabisa tumeona kimya mdogo, usalama mdogo umeendelea kuonekana. Kwa maendeleo kabisa tunaona makazi zimeendelea za kukarabati mabarabara za miji za Bunia, za makota mbalimbali, na kwa sasa kabisa ni hali tu hiyo ya umasikini kwa wakimbizi mbalimbali ambao wameishi katika makembi za hapa Ituri. Tukitoka huku tunavuka hadi mjini Kinshasa ambako mwishoni mwa wiki hii mkuu wa majeshi wa Uganda alikutana na viongozi wa jeshi la Kongo na Rais Felix Tshisekedi, kama anavyosema Rodrigue Mberevutala akiwa mjini Kinshasa. Tuko naye kwa njia ya simu. Rais Yoweri Kaguta Museveni Kainerugamba ambaye aliwasili alikutana kwanza na viongozi wa kijeshi na baadaye akakutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamezungumzia kuhusu hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa pale ambapo operesheni za pamoja zinaendelea kati ya jeshi tifu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Uganda UPDF, ambazo ni operesheni zilianza kupita miaka hivi karibuni na zikiwa na lengo kuu ya kutokomeza hasa waasi wa Uganda tuseme ADF ambao ni magaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hizo zinalenga kutanda kuendelea katika maeneo ya Ituri na kuendelea kusambaratisha makundi yenye silaha yakiwemo ADF, Codeco na makundi mengine ambayo hayataweka silaha chini. Wamezungumzia vile swala la wazalendo? Swala wazalendo halijafichuliwa rasmi kuhusu kulingana na tangazo la jeshi, lakini kwa ufupi tu wamezungumzia juu ya zile operesheni. Swala wazalendo kwenye mtandao wa kijamii limetanda siku chache baada ya kuwasili hapa kwa
kiongozi wa kijeshi wa Uganda Kainerugamba, ambao kwenye mtandao wa kijamii tovuti yake tumeona maandishi ikiandika kwamba huenda akatishia wazalendo. Ikiwa wazalendo wamejulikana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama raia waliojitolea juu kutetea ardhi yao, Kainerugamba ameonekana kuwatishia, lakini ingawa kwenye mtandao wa kijamii mwenyewe hajazungumza chochote kuhusu hilo ambalo linaweza angalia wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wakiwa wamejulikana na RAD nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama jeshi ambalo linaweza pigana ikiwa jeshi kanzu litaomba msaada wao. Lakini hata hivyo kumekuwa na masuala ya kisiasa. Nini kwenye siasa? Kwenye siasa hivi tuseme ni ule mkutano ambao ulijumuisha viongozi wa kidini, hasa SSA na Sengo, ambao walikutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamezungumzia juu ya ule mkakati wao wa kuomba usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini dalili za ukaa kwenye meza ya mazungumzo, kusema mahojiano kati ya upinzani, serikali na raia. Hii ikiwa kipaumbele ambacho Sengo ameendelea kuhubiri mahali pote ambapo amefika, akisema kwamba lazima utatuzi wa shida za Kongo itatuliwe kwanza na Wakongo wenyewe wake kwenye meza mazungumzo yote pamoja. Tuhitimishe taarifa zetu kutoka Tanzania, ambako wakimbizi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameziomba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kushirikiana kutafuta suluhisho la kudumu kwa wakimbizi kwa kudumisha amani katika nchi zenye migogoro mbalimbali. Trifon Odasi na ripoti zaidi. Wakizungumza na kituo hiki, baadhi ya wakimbizi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameziomba nchi za maziwa makuu kwa kuwa na kauli moja ya kumaliza migogoro ili kudumisha amani na kutafuta suluhisho la kudumu kwa wakimbizi, kama anavyoeleza mwenyekiti wa kambi ya wakimbizi Nyarugusu Imani Rakiza Jafeti. Sisi wakimbizi tuombe nchi za maziwa makuu na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zishikamane kuwajibika kwa pamoja kutafuta na kudumisha amani kwenye nchi zetu, maana nchi moja au mbili zikiingia kwenye migogoro, athari kubwa zinakuwa za ukanda na sio tu nchi husika. Iwe ni namna gani ya kupata suluhisho rafiki kwa pande zote zenye migogoro ili kuondoa usugu au zana hii ya kuzalisha wakimbizi mara kwa mara kwenye kanda wetu huu. Msishikamane na wakimbizi kwa kuendelea kuzalisha wakimbizi, bali mshikamane nasi kutatua migogoro ili kupata suluhisho la kudumu kwa wakimbizi. Akiwa amemwakilisha mkurugenzi wa idara ya huduma ya wakimbizi nchini Tanzania Sudi Mwakibasi, mkuu wa kambi ya wakimbizi Nyarugusu Siasa Manjenje amezitaka jamii zinazozunguka kambi ya wakimbizi kudumisha umoja na mshikamano na kuhakikisha wanaimarisha malezi bora yenye maadili mema kwa watoto. Wakimbizi waliopo hapa leo Nyarugusu hawakutarajia kwenye maisha yao kwamba eti siku moja wangekuwa wakimbizi, lakini imetokea tu ghafla wakajikuta wamekimbia nchi zao na kuja Tanzania kuomba hifadhi. Ndio maana tumewekewa ujumbe huu: tushikamane na wakimbizi, tusiwanyanyapae, tusione kwamba ni laana. Ni jambo ambalo linaweza likatokea wakati wowote kwa mwananchi yoyote katika taifa lolote. Katika ulimwengu huu wa sasa wenye vurugu, machafuko, vita na hali ya kutokuelewana, chonde tuongeze juhudi katika kuwalinda na kuwapa malezi bora yenye maadili watoto. Huenda kizazi hichi kikakomboa hali ya ukimbizi kwa karne zijazo. Kwa upande wake, mkuu wa ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa UNHCR wilaya Kasulu, Jenny Bosco Ngomoni, amesema shirika hilo litaendelea kutafuta wafadhili wa kutoa msaada kambini hapo, huku akibainisha kuwa shirika hilo limepokea zaidi ya wakimbizi 3,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Best example of solidarity that we have witnessed in this country since 2023. Ukarimu na mshikamano ambao tumeshuhudia kuanzia mwaka 2023 ni Kongo kuendelea kuingia kambini kupitia Kigoma, na wamekuwa wakisaidiwa na serikali ya Tanzania, na sasa hivi zaidi ya wakimbizi 3,000 kutoka Kongo wameweza kuingia kambini kwa mwaka huu wa 2025. UNHCR itaendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuweza kuhamasisha wafadhili mbalimbali na mataifa mbalimbali ya kuweza kusaidia wakimbizi hapa kambini Nyarugusu. Kwa mfano mdogo, tuna ICO ambao walikuja hapa wiki iliyopita, lakini pia EU
zimeweza kusaini misaada kwa ajili ya kusaidia wakimbizi. Ni ripoti kutoka hapa mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Mimi ni Tryphon Odas. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Tryphon Odas, mwanahabari wetu kutoka huko Kigoma, Tanzania. Naam, ni hayo kwa siku ya leo. Endelea kututafuta kupitia mitandao yetu ya MTV Online.